ulikuwa unawasiliana na Boniface au Boniface. Leo ulikuwa unawasiliana na mtoto Boni, kama sio jana ni leo. Please come here. Ulikuwa unawasiliana na mtoto Boni, come here. Magadozi dayada. My father. Baba yangu. Mazikiada. Ulikuwa unawasiliana na Boni? Yes. Leo na jana. Mlikuwa mnaongea nini na Boni? Kuna mimi ninaumwa. Ndio. Lakini sehemu ambayo nilikuwepo kule. Ndio. Kuna mtu ambaye alinipigia simu, akaniambia kuhusu taarifa zako. Okay, sawa. Ndio. Boni alishakwambia habari za mganga wa kienyeji? Naomba nijibu. Boni alishakwambia habari za mganga wa kienyeji? Hapana. Ulishakwenda kwa mganga wa kienyeji yoyote? Ndio. Umeenda ni kwa mganga wa kienyeji? Ndio. Ulienda lini kwa mganga wa kienyeji? Kuna mganga ambaye alikuwa ananitibu ile tatizo langu. Alikuwa kutibu ile tatizo lako. Boni anafahamu hilo? Hafahamu. Wewe na Boni mlikuwa mnaongea nini kuhusu issue yako? Kuhusu kufika kwako hapa. Yeah. Ulishakuongea habari za mganga wa kienyeji? Hapa sikumbuki. Au kumbuki. Magada bayadala. Kwa hiyo Boni amekwambia uje hapa? Ndio. Ndiye kualika. Ndiye kuambia uje hapa. Yeye anasali hapa? Au jui? Au fahamu. Ile mkono wako juu. Mungu anataka akukomboe sasa hivi. Hii tatizo ni muda gani? Inaenda mwaka wa 3 sasa. Mwaka wa 3. Unakumbuka issue ilitokea Septemba wa 9 Unakumbuka issue ilitokea mwezi wa 9? Sikumbuki ni issue gani. Hii issue ilianza mwezi wa ngapi? Ilianza kipindi nilikuwa kazini. Ulikuwa kazini? Singida. Ulikuwa mwezi wa ngapi? Au kumbuki? Sikumbuki. Unamfahamu Mariam au Maria? Mariam au Maria. Unamfahamu dada yetu Meli ukiwa kazini? Kwa kweli baba simkumbuki. Ulishakuwa na girlfriend anaitwa Meli au Mariam? Umesahau? Nimesahau. Unamfahamu muuza chakula Meli? Kuna mdada alikuwa anatuzia chakula. Ushakumpenda? Unasahau? Ushakuwa na dada unampenda anauza chakula anaitwa Mariam au Maria? Au kumbuki? Pole sana. Ulianza kupata shida ya tumbo Ndio, nilianza kupata shida ya tumbo. Ulianza tumbo na kichwa. Ulianza kupata shida ya tumbo. Yeah. Amen. Umekumbuka? Sasa unamkumbuka Maria? Unakumbuka Maria? Meli? Chukua simu yako. Chukua simu. Ingia kwenye Facebook. Andika MAL. Ina mkono wako juu. Punga mkono wako juu. Nimemaliza ibada, punga mkono wako juu. Msaidie. Anasema hivi, ndio. Huyo mtu alikuwa anamuuzia chakula, ila anasema alikuwa anahisi kitu kama kumpenda, ila ana uhakika. Alikuwa anakuuzia chakula? Ndio. Kazini? Ndio. Okay. Praise God. Unapona sasa hivi? Unaishiwa nguvu? Una nguvu hata kidogo? Una shida ya damu? Wasio kuambia unauma nini? Nimeenda mpaka Benjamin Mkapa. Kuambia unauma nini? Nimeingia mpaka kwenye ile mashine. Kuambia unauma nini? Shida kubwa ilikuwa ni kichwa, ilikuwa. Hauoni hauji chochote. Unapona sasa hivi. Amen. Now. Amen. Amen. Unapona sasa hivi. Sasa hivi unapona. Now. Unafahamu Janeti? Iko naye hapa. Yuko wapi mke? Njoo. Jackie, Jenny, Jane. Ifi waia. Mke wa huyu bwana, mchumba. Kimbia mchumba. Hayupo. Tunasema yuko hapa.
Mchumba wake huyu njoo. Chumbia John. Wow. Kimbe mama. Wonderful. Umependeza. God bless you. Huyu mtoto wenu mzaa pamoja? Ndio. Baba ulimwaga kwa maana kwa huyu? Hapana. Ulitoroka? Ndio. Unamtorosha mtoto wa watu. Ulimtorosha lini? Alikutorosha lini? Mwaka gani? Mwaka juzi. Mwaka juzi. Ndio. Alipoanza kukutorosha alikuwa na mwanamke anampenda, na alipokutorosha babaka alimla. Wazazi wako hawakupenda hicho kitu, na baada ya kukaa na huyu ndio kaanza kuumwa. Jane, Mungu anakupenda. Amina. Oh. Mwaka juzi ndio alimtorosha huyu. Jitahidi. Ni mnakuwa na haraka ampende utaratibu lakini wewe Jackie, kuna unatoroka mwanangu? Nilipopata mimba nikabidi tu nikae hapo kwa. Ulipata mimba? Ndiyo. Wow, ndio hii hapa. Ndio. Hongera. Bora wewe ulipata hujaitwa. Amen. Amen. Kwa hiyo kamtorosha. Sikumtorosha. Alitoka mwenyewe. Alimaliza chuo ndo akaja kukaa. Alimaliza chuo akaja kukaa kwako. Yes. Kwa hiyo ni kukaa, hiyo sio kutoroka, si ndio? Huyu bwana huyu anaongea bodri. Anasema alikuja kukaa. Mnao kaaga. Bwana Yesu asifiwe. Penda kukaa bwana. Na kuna nyeti anakaa hapa. Na jezi mwenyewe alitoroka nani hapa? Hakuna alitoroka hapa. Wote jezi mko salama. Wewe toroka. Umeaga. Kaipia mali. Na wewe umeaga. Umeipia mali. Bwana, hongera sana. Janet, Jackie. Mungu anakupenda. Amina. Mama yuko wapi? Shinyanga. Baba. Shinyanga. Okay. Mama anajua nakana huyu. Hapana. Hapana. Ulisha kumwambia? Hapana. Brother, uende jitambulishe kwa unapokuombea. Umwambie mama, mimi ndo na mali yako. Nishafundisha swala la mali ya mtu, nakumbuka Niwafundisha nini? Niwafundisha nini? Niwafundishaje? Amen. Sawa Kwa leo nakuombea unapona. Ukitoka hapa wewe mpigie simu mamako. Mpigie simu. Mpigie hapa nimalize. Mwambie mama ninakaa, uzo nini? Nakaa na baraka, nimebarikiwa. Mama amekulipia ada ya shule? Nishamaliza chuo. Chuo unafanya kazi? Hapana, nakaa na Mugusa Kadogo. Ukaajiriwa kwa huyu? Na Mungu. Just a joke. Unaogopa? Usisemeke. Sitaka apone. Ndio. Ndio. Mama lazima ajue. Baba anajua? Hapana. Mama anajua? Hapana. Mpigie baba, mwambie baba tumalizana. Vinginevyo huyu apone. Mbona unatoka jasho? Nimwambia dhambi yako ikiwekwa wazi unafanyaje? Amen. Ni majirani? Jirani wapi? Tunaishi majirani. Mnaishi majirani wapi? Niambie. Shinyanga. Shinyanga. Mnaishi Shinyanga, nini mnakaa Shinyanga? Ndio. Mmetokea Shinyanga? Kama. Kwa hiyo wewe unakaa na mtu hajui kama unakaa naye? Yaani sasa hivi tunakaa Kama, lakini nyumbani kwetu ni Shinyanga wote. Wote mko jirani? Ndio. Hiyo simekaa sawa hiyo. Punga mkono wako. Piga simu. Lazima sababu hii mata. Unasemaje? Mimi ni mchungaji, mnakaa sawa. Mwambie mama niko hapa, niko mbele ya mtumishi. Ameninasa mbele ya watu. Praise God. Usiogope. Nasemaje? Hii dhambi ni mbaya nyinyi. Binti yangu pata utaratibu nyinyi. Shikamoo mama. Shikamoo mama. Nipo kanisani. Ndio. Naenda kusali leo. Ndio. Sasa unajua siku uko kanisani kama utaipokea sasa suache kwanza usali. Nilikuwa nakwambia hivi. Nipo na mchungaji
Nipo na mchungaji. Ameniambia nikwambie hivi. Kwamba Mbona sita? yani hivi nina mahusiano na ule babu. Wewe? Na mahusiano na babu. Babu yupi? Babu akamamrisho. Anaumwa. Mchungaji ameniambia nikwambie ukweli kama nina mahusiano naye na huwa nakaa naye, kwamba ili apone. Ndio maana nimekupigia simu nikwambie hivyo. Kwa hiyo unakaa naye wapi? Amen. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niko kwenye ibada, Mungu aliniambia ni watu ni wengi, akaniambia habari za binti yako. Amen. Jacqueline. Hiyo binti anakaa na Bwana, anaumwa. Na uzuri wake ana mtoto. Yeye ana mtoto? Ndio. Tokea lini? Tokea mwaka jana. Mwaka mmoja na. Mwaka jana mamangu. Kwa hiyo nimekupigia kwa sababu wakati nahudumia, Mungu kaniambia huyu bwana atapona kwa sababu alikosea kukaa na binti yako. Amen. Wewe ni mama mmelea mtoto kwa maadili, unategemea mtoto kwa shule afanikiwe, akamuiba mtoto akakaa naye. Umeelewa eh? Na amepata mtoto. Sasa nimetangaza hivi ili wawe huru. Kwa sababu dhambi ni mbaya. Amen. Sasa mama, wewe kama mama yake mzazi ameshakosea mtoto. Amen, umsamehe kwanza bure. Amen. Nimesema hivyo kama mtumishi wa Mungu, msamehe. Kwa sababu amekaa na hiyo dhambi na watafuna ndani yao, wanajificha. Amen. Sasa ikiwatafuna, matokeo yake huyu bwana ataharibikiwa. Na akiharibikiwa, akifa kwenye miongoni mwa binti, watatangaza binti yako amemua kijana wake. Na mtakuwa na ugomvi mkubwa kwenye familia kama majirani. Kwa sababu siku za kijana zilikuwa ni fupi. Kwa hiyo angetangaza binti yako amemua mtoto wao, na ingekuwa hatari sana. Umesikia mama yangu eh? Wakati ni mshahara wa dhambi. Umenisikia mama? Nakusikia. Msamehe bure. Yeye ana mtoto huyo binti. Binti ana mtoto wa kiume. Njoo muongee mamako. Unapotenda dhambi ujiandae kujibu. Haya, mjibu mama. Mama nisamee. Mama nisamee. Wewe una mtoto tokea lini? Tokea mwaka jana. Mtoto huyo, mbona mambo makubwa sana? Mama nisamee, niliogopa kwa sababu ya baba. Naomba nisamee. Kwa kweli hiyo kesi hiyo mimi naona mimi upande wangu hata simo kabisa. Mama msamee, Mungu anataka umsamee. Huyu mwana baba, yaani mwenyewe anamjua babake kiasi hicho. Mama, nisikize mimi. Angekuwa muwazi. Ndio nataka kumuwazi sasa, bora Mungu amemuona muwazi. Si bora Mungu anataka umsamee mama yangu. Ni mtoto wako huyu. Umemzaa mwenyewe. Amekosea. Hata sisi tunakosea, Mungu anatusamee. Ninamwombea msamaha kama mtumishi wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo msamee na babaka msamee. Kwa sababu ana namna ya kufanya. Yaani mchungaji. Ndio. Sasa baba yake ninyi wenyewe mpigie simu. Yaani mimi kwanza hata kuongea nashindwa, hata naanzia wapi? Utaanzia hapa hapo mama. Kwa sababu lazima iwe wazi. Yaani haifichiki. Huyu mtoto lazima abarikiwe, sio kama ni laana. Amen. Hata wewe mama ushakukosea kwenye maisha yako. Kakosea, mambo yanaendelea. Kwa hiyo baba sio Mungu. Amen. Hao mnasemaje wazazi? Hakuna mtu ambaye hajakukosea. Amen. Unamwachilia msamehe, wapendane, alipe mali, waoane. Sio maisha yanaendelea. Si ndio? Kwa sababu anakaa kidonda ndani, huyu bwana anaweza akafa bure. Amen. Kwa nini wanataka kutaka kuweka mambo wazi? Mama ndio maana kutenda dhambi unajificha. Unakuja kwa Mungu anakusamee. Na wanaishi wapi? Wanaishi pamoja kama.
Wanaishi wapi? Mama, wanaishi Kahama. Wamepanga nyumba. Mama, hujafurahi mpata mjukuu? Mama. 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 Umesikia mama yangu, msamee, Mungu ataka kumsamee. Amen. Ametubu mbele za Mungu. Usipomsamee basi utakuwa kinyume na Mungu aliye hai. Amen. Umesikia mama? Baba atamsamee kwa neno langu. Yesu sio Mungu. Mama, umemsamee? Wewe niambie umemsamee tuendelee. Mimi baba ndio upande wangu mimi sina shida. Upande wa mwenzangu huyo mwenzako mama, Yesu sio Mungu, yani awe na amani atamsamee kwa neno langu. Yeye usiwaze. Hawa ni watoto wangu mimi. Yesu ameleta leo kuokoka. Sawa eh? Mama, umemsamee binti yako? Wewe umemsamee? Aya, sisi tunataka tumfanye, tumtupe. Chagua mama, tumtupe. Uniambie mama, amtaka kumsamee, tumtupe tumfanyeje? Unanielewa? Unajua nipokea kwenye baba ni ngumu, yani bora kama wao wafike waombe lazima. Thank you. Hapo vizuri. Lakini atisi una taarifa wewe. Afadhali wewe una taarifa, utajua utamsaidiaje binti yako, ataongeaje kwa baba yake. Kashakosea mtoto, tumsamee. Na wewe mtoto ana umri gani? Ana mwaka mmoja, mzuri kweli kweli. Mama, mtoto amezaa, mshukuru Mungu. Imeshatokea, maji yakimwagika yazoleki, ni kuchukua ndoo na kutekeka mengine. Sawa mama Kwa kweli mimi amenishinda mchungaji sasa hapa. Mwenzangu yani ndogo yote. Naogopa kusemana na kitu kumwambia. Kwa hiyo tumfanyeje mama? Wewe chagua kwamba bwana mimi asikanyage kwangu, Yesu ampokee. Unasemaje? Unasemaje? Mbona mimi nakwambia nikisema niongee leo hii kwamba sasa hivi hapa tumueleze. Usimueleze baba yake, wewe umemsamee. Mimi nataka wewe, sio noma simpigia baba. Yupo na hali mbaya hata kutoka. Nasema wewe umemsamee. Wewe umemsamee? Wangu mimi sina shida. Shida ni kwa baba. Mama, mimi sijasema habari za baba, naongea habari zako. Wewe umemsamee? Wewe umemsamee? Mama, mimi nitamsamee na Mungu atamsamee. Msipomsamee, niko madhabahuni hapa. Ni Mungu amenielekeza mumsamee. Hajaniambia yeye, Mungu ndiye akaniambia niwaite. Amen. Msipomsamee, hii dhambi mtaibeba. Kama nyinyi msamee, na ni lazima kumsamee. Kesha kosea ndio. Kati yenu nani kukosea hapa? Mama ndo amekuwa mwazi leo. Nieleza hata mimi mama 1 2 3 wewe ona. Ndio maana amekueleza leo mama, ndio maana amekueleza leo mama, sio mengi, ndio maana amekueleza leo. Yaani ndio wakati mwafaka Mungu alikusudia kueleza leo. Sawa mama Baba mimi nakueleza mpaka mwenzangu mimi habari. Aya, shika kifua chako. Shika kifua chako. Shika kifua chako. Mama, shika kifua chako nikuombee. Shika kifua chako nikuombee. Shika kifua chako nikuombee. Bwana Yesu, huyu mtoto atakubalika kwao. Nimesema kwa mamlaka niliyopewa. Mungu, huyu mtoto sio wa baba wala mama, ni wa kwako. Hajamkosea mama wala baba, umekusudia mtoto azaliwe. Kwa mamlaka ya jina lako, Mungu aliye hai. Mungu, usipokusamea, imeandikwa, utusamee kama tunavyowasamea waliotukosea. Kama watamsamea usiwasamee milele. Nimesema, imeandikwa, utusamee kama tunavyowasamea waliotukosea. Mungu anakusamea kwa kadri unavyowasamea waliokukosea. Ukiwasamea ukakumbuka, na Mungu anakusamea nakumbuka. Au utusamee kama tunavyowasamea watu walivyotukosea.
Mungu anaangalia waliokosea umewasameheje, na wanakusamehe hivyo hivyo. Ukiwasamehe kwa kinyongo, na Mungu anakusamehe na kwa kinyongo. Baya. Mtu kashakosea, samehe, uende na maisha. Wanangu nisikie, imekwisha. Sawa? Msiogope chochote. Mungu baada ya mwasamehe. Baba asipowasamehe na maisha. Mnisikia? Mama asipokusamehe na baba ndio maisha, na mtafanikiwa, na mtapona, mtafika mbali, na mtawasaidia. Leo nawabariki. Unapona. Binti yangu niangalie. Jackie, mama chukataa na baba chukataa, Yesu anakupenda. Amen. Kana Yesu, acha nao. Wewe nani usiosamehe? Baba atasemaje? Baba ni Mungu. Kama Mungu anasamehe, wewe mwanadamu unayezikwa ni nani? By the way. Yaani mimi natumia muda wote mama msamehe baba. Baba ananizidi mimi. Yaani anazidi Yesu madhabahuni hapa. Ana adabu. Praise God. Inangu nako juu. Wanangu njoni wabariki. Unapona mwanangu. Na mtakuwa na hela. Na baba yao na mama yako atakuwa msaada. Jiwe unalikataa waashi, linakuwa jiwe kula pembeni. My prophet, my father. Mungu alikuwa anashinda na dhambi yenu. Alikuwa na issue ya mtoto. Amen. Mungu anataka mtoto. Amen. Atakuwa mtoto mkuu bora. Nakwambia hivi, mama ajikataa, baba ajikataa, mwambie mama kwa heli, na baba ngoja. Wape miaka 4. They for you. Wao watakuja kuomba msamaha. Amen. Simple like that. Na baba mpigie, mwambie baba, nimezaa. Sawa? Nina mtoto. Nisamee. Akisema sitaki, mwambie baba asante. Maadamu Mungu amekusamee, anakupenda. Wanawe chukataa, achana nao. Baya. Tumemwambia msamaha, kama mimi tumeshakuombea msamaha, msamee. Mimi maadamu Mungu amemuona, anakusudi naye. Amen. Mama una sehemu yako. Ndio mama mtu ameogopa. Inaonekana alikuwa asingesema Mungu amenitumia mimi. Nimwombe nini? Msamaha. Au unasemaje? Mimi simjui. Anifahamu. Mungu ameniambia si zao hawa. Punga mkono wako juu. Wangapi wamefurahi? Amen. Na kama hujasamea mtoto wako msamee sasa hivi. Amen. Msamee, usiogope. Unapona sasa hivi. Sasa hivi unapona. Unampenda eh? Unampenda? Unapenda huyu? Ukimaliza lipa mali. Ukikata niletee mimi. My father, my father. My prophet, my father. Mmesikia? Baba yake kata mali niletee mimi. Sawa eh? Na ndio atafungishwa. Naambia kweli. Na kuna kuzuia. Kwa sababu hakuna uhusiano kati ya baba na mtoto kuolewa na mama uhusiano. Unasikia? Wakikataa mali niletee mimi. Unasikia? Nitakuwa baba nani huyo? Umesikia mwanangu? Umesikia? Kwa msiogope, imekwisha. Sema kwa ule. Sisikia amani. Bora ameongea, simsamehe, imeenda. Wewe nyamaza kimya, mpiga mama. I love you mama, mtu nakupenda. Amen. Akisema usije nyumbani, mwambie na mimi kwangu usije. Ile yangu lako juu. Wangapi wanaelewa? Ukikosea mtoto wako akikosea msamehe. Kwa sababu matokeo mama atamlaani, mimi nimekubariki. Hakuna ukulani. Amen. Powerful. Simama na kupona. Wow. Mkumbatie, mwambie nakupenda. Kumbatie. Yaani wote mnakumbuka mlikotoka. Amen. Mungu alikuwa anasamehe watu mapema. Sema baba yangu hata kitabu kinajaa. Ila Mungu ametuokoa. Kanisani sio mahali pa watakatifu. Kanisani mahali pa wenye dhambi kwa watakatifu. Nimesema nini? Kanisani sio mahali pa watu watakatifu. Kanisani ni mahali pa watu wanaotakiwa kuwa watakatifu. Ni mahali pa watu wenye dhambi kufanya kuwa watakatifu. Tunakuja na dhambi zetu, Mungu anatubadilisha. Hey! Powerful. Kwa hiyo wewe ukija umevaa vyovyote, vaa tu. Wewe kwako ndio wavae vizuri watakatifu.
Lakini wewe ni mgeni, hujavaa vizuri, tutakubadilisha, utaokoka, utaanza kuvaa vizuri. Haya. Hapo unasema amekuwa kiumbe Kipya. My prophet, my father. Praise God. Amen. 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 Kwa kanisani ni mahali pa kufanya mbea au mtakatifu. Oh yes. Mwizi au mtakatifu. Oh yes. Unakuja umeiba, unabadilika, unakuwa mtakatifu. Mtakatifu. My father, baba yangu. Amen. Kwa hiyo vijana wote ambao umevuta bangi, usiogope na sigara yako. Oh yes. Wewe njoo. Ukipokea Yesu, sigara unaiacha, unakuwa mtakatifu. Oh, my father, baba yangu. Kwa hiyo watu wote vijana, njoo kanisani, hata kama umeiba jana. Njoo na simu ulioiba. Oh yes. Mungu atakubadilisha. Mtu bora. My prophet. Kwa hiyo wewe ambao unataka kanisani kwako waje utakatifu. Hapa sisi hiki ni kiwanda. Ndio. Hii ni garage. Karakana. Ni karakana. Inanyosha. Yesu ni seremala. Ndio. Anakulanda. Sasa wewe seremala unapekea furniture. Yule seremala anapekewa mbao iliyopinda. Yes. Anainyosha. Yes. Inanyoka. Yes. Inakuwa sawa. My prophet. Punga mwana wako juu. My father. Unasema pale kanisani wanavaa vimini. Wewe ndio umekivaa. Baadaye atakunyosha. Oh yes. Utavaa sawa sawa. Oh yes. Njoo umeweka lipstick. Oh yes. Na kucha ndefu kama kenge. Wewe weka tu. Sema baba. Ukija hapa atazikata. Sema yote. Mwanza oye! Mwanza safi! Filibeti oye! Yesu oye! Sauti tu Yesu! Makofi kwa Yesu! Haya! Hallelujah! Amen! Yes! Hapa ndo kanisani kwetu. Kwa umetenda dhambi, umeua, umeloga, usiogope. Njoo na tunguli zako. Yesu atazibadilisha. Utaanza unafuga majini, atakubadilisha. Unaanza kufuga ng'ombe wa maziwa na kuku na kondoo. Hey! Baraka. Leo nakubariki. Sasa unapona. Sogea hapa. Sogea hapa. Sogea hapa. Sogea nyuma. Sogea nyuma. Sogea nyuma. Nigeukie mimi. Baba, nakushukuru kwa ajili ya kijana wako huyu. Nakuomba Yesu Kristo, hiyo nguvu ya giza kaondoke hiyo. Kama toke nyuma kuna jini anaondoka manyoka. Sogea pembeni. Amen. Powerful. Amen. Yesu haulinganishwi, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo. Kijana wangu niangalie hapa. Look at me now. In the name of unatoa uponyaji ambao mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu
unafanya mambo ambayo wanadamu hawawezi. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawawezi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Yesu haufananishwi, wewe haulinganishwi. Aliyemloga anakufa usiku wa leo. Hey! Amen! 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 Saa 7:08 mtapata taarifa ya msiba. Oh yes! I, my Father, my prophet, Jesus, Jesus, Jesus. Wow. Asante Baba. Asante. Nimeteseka sana. Hata leo kwenye basi wakati nakuja nilipata shida hii. Nilimtesa pia, nilianza kupiga makelele kwenye basi. Imekwisha. Sasa nenda kafurahi. Kuna mtu anafanya kazi kwenye kilimo hapa? Kilimo. Kilimo nani? Kwenu anasema kilimo. Huyu hapa. Ni nani yako? Anko wangu. Ninaona kilimo. Prophesy! Prophesy! Kana hapo My pesa. Father, my Father! Prophesy! Mwanza ye! Mwanza ye! Yeah! Unasomea kilimo? Mungu ananiambia kuna mtu kwenu anasoma kilimo, ni wewe. Aniambia unakwenda kufika mbali sana. Ninaona mlango umefunguka wa kwako. Aniambia nenda kunyenyekea. Utakuwa kiongozi mkubwa Tanzania. Amen. Utafika mbali sana. Amen. Utateuliwa na Ikulu. Amen. Prophesy! Anza kuingia kwenye siasa kwa sababu una uongozi ndani yako. Amen. Mungu ananiambia anza kuingia kwenye siasa. Siku moja atakuwa mbunge, one time in your life. Utakuwa mbunge na utakuwa waziri wa kilimo. Why? Ili kuhakikishie kuna mtoto Yudi. Kuna kitu inaitwa Yudi. Sio Yudism. Sio Yudom, ni Yudi. Chika neno hilo Yudi au Udi. Amen.
Sikia UD. Amen. I don't know maana yake nini. Ile kuna kitu kinaitwa UD au mtoto UD au kitu kinaitwa UD. Kibebe kwenye mind yako. Then you shall remember me. Usiku wa leo saa 9 dakika 18 sekunde 32 ulikuwa umelala nyumbani. Ndio. Umeota ndoto. Ndio. Unaikumbuka hiyo ndoto? Ndio. Imekutabisha kidogo. Ndio. Hujajua maana yake nini. Ndio. Katika hiyo ndoto kana prophesy. Prophesy. Kulikuwa kuna mwanamke. Amen. Katika hiyo ndoto kulikuwa kuna mtu ambaye ni mdada au mtu wa kike. Niko sawa? Ndio. Na ikawa na contradict. Na ikawa na safari nyingi. Vile unaona watu wengi na marafiki na jamaa. Ninaona jambo la kana prophesy ndio kutaka niseme. Prophesy. Na ili kuhakikishia wakati ulipokuwa umelala katika vitu ulikuwa umelalia au umevaa kuna kitu kile kuna rangi kama inatakuwa grayish. Niko sawa? Ndio. Katika vitu ulikuwa umelalia au umevaa kuna kitu kile kuna rangi inaitwa ina grayish au gray. Ndio. Ulikuwa umevaa nini grayish? T-shirt. Prophesy. Hai. Can I prophesy? Prophesy. Mungu aliambia sai anakwenda kuinua, unakwenda kufanikiwa, unakwenda kufika mbali, utakuwa tajiri mkubwa Tanzania hii. Amina. My father, baba yangu. Amen. Amen. Utakuwa mtoto bora, kijana bora maridadi. Kesho nakutia mafuta kuwa kiongozi wa Tanzania hii. Thank you. I'll pray for you. Neno kufanikiwa. Atakuzalia watoto 4. Ulimi umesha kwisha. Leo mpikie supu ya nyama. Wewe Msukuma? Nimechanganyikana na Wanyamwezi. Na Wanyamwezi. Mnakula nini Wasukuma na Wanyamwezi? Ugali na mahindi na maini. Ugali na nyama. Ugali mlenda? Yes. Kwa kigumu hicho. Mlenda. Msema mlenda. Hapo mgonjwa. Not me. Okay, kwa hiyo your favorite food is mlenda na ugali. Unapenda mlenda? Hata supu tunakunywa. Chakula chake pendwa. Ndio. Ugali mlenda. Yes. Nitie nguvu. Yesu. Okay, sawa, mpigie mlenda. Unapenda lakini mlenda? Ndio, nakula. Nakulaga. Haya, mpika mlenda. Sawa So prepare mlenda for this man. Na mtaolewa vizuri, mtakaa vizuri. Hii mahusiano yenu ni mabariki na itakuwa ndoa njema. Amen. Yaani msio na wasiwasi, mtafunga ndoa, mtaishi vizuri kwa mwaka naishi kuanzia leo au tuomwa tena. Amen. Amen. Ndio kafurahi. Utaomba tena, I'm a prophet of God. Utafanikiwa, utakununua gari, utajenga nyumba. Waliokukataa watakwambia utakuwa mkwe bora. Ndio kufanikiwa. Wewe utakuwa nani kesho? Tizilani for you. Ndio mko nako juu.